Wewe mdhulumu mtu unavyotaka, mdhalilishe mtu unavyotaka, lakini ujue kuna siku inna Allaha, Mtume SAW anasema kwamba inna Allaha la, Mwenyezi Mungu humwacha dhalim hata idha akhadhahu lam yuflitu. Mwenyezi Mungu humwacha mtu dhalim, mtu mutakabir, mwenye kibri, mwenye kudhulumu watu, akakuacha ukafanya vile unataka kati ya watu, lakini siku ile Mwenyezi Mungu atakushika, lam yuflitu, hatakuacha, kama vile alivyofanya kwa wale mitume. Firauni alikaa katika ardhi akaona hakuna kama yeye, mpaka ikafika wakati akasema mimi nitaka kumuua huyu Mungu wa Musa. Akatengeza ngazi mrefu inakaribia mawingu, kisha akamtuma mtu na mshale, akatupa ule mshale juu, ikaenda mshale juu, ikirudi inarudi na damu. Akasema basi nishamuua Mungu wa Musa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء biyadika alkhairu innaka ala kulli shay'in qadir. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Tumshukuru Allah jalla jalaluhu ambaye ametuwezesha kukutana siku hii ya Jumaa, siku tukufu katika mwezi mtukufu wa Muharram, na katika siku tukufu ya Ashura, siku ya 10 ya Muharram. Na siku zote tunapofanya jambo la kheri tukumbuke kwamba ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwezesha kufanya. Tumshukuru Mungu kwa kufanya lile jambo la kheri, kwa kuwa bila kutaka kwake Mwenyezi Mungu na kuridhia kwake huwezi ukalifanya lile jambo la kheri. Ndio wakati Mtume akatufundisha kwamba wakati tunaposikia adhani na tuita hayya ala salah hayya ala falah, njooni kwenye swala, njooni kwenye kufaulu, sisi huwa tumefunzwa tujibu la haula wala quwwata illa billah, kwa hakuna nguvu ya kufanya toa isipokuwa ni kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. So leo wewe hujajaliwa ama hujafika hapa kuswali swalatul Jumaa kwa sababu wewe ni taqi sana, ni mcha Mungu sana. Hujajaliwa kufika kuswali swala ya Jumaa kwa sababu wewe una akili nyingi kushinda ambao kwamba hawajaswali. Umefanya kwa sababu Mwenyezi Mungu ametaka ufanye. Na hili ndo darsa kubwa ambalo kwamba tunapata katika hii siku ya Ashura, siku ya 10 ya mwezi wa Muharram, mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu. Siku hii huwa inaitwa Yawmun Nasr, siku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwanusuru mitume wake zaidi ya mmoja, walipata nusra katika hii siku ya Ashura. Na Mtume SAW alipoenda Madina, alipohama Maka akaenda Madina, akawakuta Mayahudi wanafunga hii siku ya Ashura. Akawauliza, mbona mnafunga? Wakasema, sisi tunafunga kumkumbuka ama kukumbuka siku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimnusuru, alimuokoa Nabii Allah Musa kutokana na Firaun. Ilikuwa ni siku hii ya Ashura. So Mtume SAW akawaambia Waislamu wawe wakifunga hii siku ya Ashura, na akasema nahnu aula bi Musa minkum, kwamba sisi Waislamu
ni bora kwa Musa kuwashinda hao Mayahudi. Kwa hivyo siku hii tukufu ni siku ya Nasr, na ni siku ya kuonyesha kudrat Allah, ule uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nguvu zake Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hikima yake Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kuwa Musa alayhi salam alikaa muda mrefu akimlingania Firaun awache kujiita Mungu, awache kuwadhulumu wale wana wa Israeli na amwabudu Mungu mmoja muda mrefu, mpaka mwisho Musa akachoka na Firaun na akamwapiza, akamwombea dua mbaya, akamwambia Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarau al'adhab al'alim. Akamwomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, mali yao yaangamize, Firauni na wale mawaziri wake kina Haman na Qarun, mali yao yaangamize, washdud ala qulubihim, na nyoyo zao zifanye ziwe ngumu wasiamini, fala yu'minu hatta yarau al'adhab al'alim, wasiamini mpaka watakapoona ile adhabu kali. Mwenyezi Mungu akaijibu ile dua. Firaun alipokuwa anatolewa roho, yuko ndani ya maji, amegharikishwa kwa Red Sea huko, anatolewa roho, anataka kutolewa roho, anasema amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil, naamini kuwa hakuna Mungu mwingine isipokuwa yule waliomwamini Musa na banu Israili. Yule malaika anamuuliza, alana, saa hizi ndo naamini? Umelinganiwa miaka yote hukuamini, saa hizi ndo naamini? Kwa hivyo hii ni siku ya kuonyesha kudrat Allah. Na wewe Muislamu, maisha hapa duniani utaishi vizuri ukielewa kudra ya Mwenyezi Mungu, kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni Qadir, moja katika sifa zake na majina yake ni Qadir. Mwenyezi Mungu ni muweza wa kila kitu. Anajisifu Mwenyezi Mungu katika aya tuliyosoma, kulillahumma malikal mulk. Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waambie Waislamu kwamba Mwenyezi Mungu ni malikal mulk, ni mwenye kumiliki ufalme wote, uongozi wote Mwenyezi Mungu anaumiliki. Hakuna kingdom yoyote katika hii dunia isipokuwa Mwenyezi Mungu anaimiliki, iko chini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Malikal mulk, mwenye kumiliki ufalme. Tu'til mulka man tasha. Mwenyezi Mungu anasema kwamba anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waambie Waislamu kwamba mimi Mwenyezi Mungu nampa ufalme na uongozi ambaye kwamba namtaka. So pia ufalme na uongozi na urais na uongozi wa aina yote mpaka Mungu ataki ndio unakuwa. Tu'til mulka man tasha, unampa uongozi yule ambaye kwamba unamtaka. So kwa hivyo wewe kama Muislamu yafaa uwe mpole wakati unapofanya unapotaka fulani awe kiongozi, unapotaka fulani awe mfalme, unapotaka fulani awe rais. Kaa ukikumbuka kwa Mwenyezi Mungu kuna mtu ashamchagua. Kuna mtu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu ashamchagua, huyo ndio atakuwa kiongozi, huyo ndio atakuwa rais, huyo ndio atakuwa mfalme. So wewe piga kelele, fanya utakavyofanya, tumia pesa utakavyotumia, lakini kuna mtu ambaye Mwenyezi Mungu ashamchagua tayari. Tu'til mulka man tasha. Na katika sifa za Mwenyezi Mungu pia anasema Mwenyezi Mungu katika hii aya, watanzi'ul mulka mimman tasha. Katika uwezo wa Mwenyezi Mungu huwa anauondoa uongozi kwa mtu ambaye kwamba anayetaka. Anautoa ufalme, anautoa uraisi kwa mtu yeyote ambaye kwamba anataka. So akiamua Mwenyezi Mungu leo fulani asikuwe rais, hapo kwa hapo, hakuna kesi. Watanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha. Katika sifa za Mwenyezi Mungu, katika nguvu za Mwenyezi Mungu ni Mwenyezi Mungu yu'izzu man yasha. Anamtukuza anayemtaka, anampa heshima, anafanya mtu akaheshimika katika watu
yule ambaye kwamba atamtaka. So kwa hivyo sisi hata tukikusanyika tumweke mtu fulani, huyu ndo ataheshimika, na Mwenyezi Mungu ameamua kumdhalilisha, hatuwezi tukafanya lolote. Na akiamua Mwenyezi Mungu kumfanya mtu awe wa kuheshimika, awe wa juu, awe anaonekana kila wakati, basi hakuna ambaye kwamba anaweza kumdhalilisha mtu. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika alkhairu innaka ala kulli shay'in qadir. Kheri zote ziko mikononi mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na yeye ndio muweza wa kila kitu. Kisha katika kudra za Mwenyezi Mungu tunaambiwa tuliju layla fi nahar. Mtume sallallahu anaambiwa waambie Waislamu kwamba Mwenyezi Mungu tuliju layla fi nahar, anauingiza usiku ndani ya mchana. Tunakaa mchana, ikifika saa 12 na dakika 47 giza inaingia, inaifunika ile mchana. Tuliju layla fi nahar wa tuliju nahara fi layl. Na vile vile usiku tunaketi, ikifika saa 12 ule mchana unakuja unaondosha ile giza. Hii yote ni kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna science, hakuna ujanja wa mtu. Na ndio ule Nabii Allah Ibrahim alayhi salam alipo letewa matatizo na ule mfalme wa wakati wake ambaye alikuwa anajiita Mungu, anaamini hakuna Mungu mwingine. Mwenyezi Mungu anasema katika suratul Baqara, Nabii Allah Ibrahim akamwambia yule mfalme, kama wewe ni Mungu, basi mimi Mungu wangu anaitoa jua east mashrik, anaipeleka magharib. Sasa kama wewe ni Mungu, kesho tukiamka wewe itolee jua upande wa east, upande wa west, ianguke upande wa east. Fabuhita alladhi kafara. Mwenyezi Mungu anasema akabaki yule mfalme hana la kusema. Kwa hivyo katika kudra ya Mwenyezi Mungu, yeye ndo mwenye kubadilisha usiku na mchana. Tuliju layla fi nahar tujna fi layl wa tukhrijul hayya min almayyit. Vile vile katika nguvu za Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu hutoa kitu kilichoko hai akakitoa ndani ya maiti. Na mifano ni mingi ya Mwenyezi Mungu kutoa vitu ambavyo kwamba viko hai ndani ya vitu ambavyo kwamba vimekufa. Ardhi inachomwa na jua, inakauka kabisa, mbegu zote zinakauka. Mwenyezi Mungu anateremsha mvua kidogo tu, ardhi inaanza kuwa hai. Mtu tunamuona, binadamu tunamuona ashqa nas, ndio muovu wa watu, shari zote ziko kwake, mzinifu, mwizi, mlevi. Lakini Mwenyezi Mungu ndani ya huyu muovu tunayemuona anatoa mtoto ambaye kwamba ni taqi, mcha Mungu. Mitume wangapi? Katika mitume ni viumbe watukufu. Hakuna katika wanadamu viumbe watukufu zaidi ni mitume wa Mwenyezi Mungu rahimahumullah. Lakini ndani ya mitume pia kumetoka viumbe ambao kwamba ni maiti. Mtoto wa Nabii Allah Nuh, baba yake ni mtume, lakini ndo alikuwa mtoto wake ndo wa kwanza kumpinga babake. Na vile vile kuna waovu ambao kwamba ndani yao Mwenyezi Mungu ametoa watu wa kheri. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu katika nguvu zake yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Katika nguvu za Mwenyezi Mungu anampa riziki. Masala ya riziki tena hapa ndo watu wengi udua wakashangaa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unamwabudu swala 5 kila siku, unamwabudu Mungu wa haki, lakini uko waya, hauna kitu. Mwingine anaabudu sheitani, haswa devil worship, lakini pesa zote ni kama yeye ndo anazo. So wewe Muislamu, Mwenyezi Mungu anakuangalia, utafanya nini? Ndio wakati wa mwisho, akhiru zaman. Mwenyezi Mungu wale watu watakuwa kwa Waislamu, watakuwa kwa akhiru zaman. Katika mitihani Mwenyezi Mungu atawapa ni mitihani ya mali. Kutakuja mtu anaitwa Dajjal. Mwenyezi Mungu atampa uwezo wa kila kitu, pesa zote ziko mkononi mwake. Na atamuongezea Mwenyezi Mungu na nguvu zingine. Anaweza akahuisha, anaweza akafisha.
Ndio pale Mtume sallam akasema kwamba Dajjal atamuita mtu ambaye wazazi wake walifariki, walikufa kitambo, kisha Dajjal amwambie yule mtu, je, nikikufufulia babako na mamako utaniamini mimi ni Mungu? Angalia mtihani. Fayatamathal, Mtume anasema huyu Dajjal atachukua wale mashaitani wake wawili, awabadilishe kwa sura ya baba ya yule mtu na mamake, aweke mbele ya yule mtu, ndio huyu babako ndio mamako nishafufua. So ukiwa na imani kawi, imani ambayo kwamba haitingishwi, imani ambayo kwamba ina msimamo, na unaziswali hizi swala tano, katika swala tano mwisho unamuomba Mwenyezi Mungu, Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa min adhabin nar wa min fitnati masih dajjal, najikinga wewe Mwenyezi Mungu kutokana na fitna ya huyu masih dajjal. Moja katika fitna yake ni hiyo Dajjal. Mwenyezi Mungu atampa uwezo wa kuhuisha ardhi iliyokufa, yani atapanda mbegu hapa saizi hizi na imee, kukupima imani yako kama itatoka kwa Mwenyezi Mungu ama utaona huyu ndio Mungu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ni qadir. Na hii siku ya Ashura Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mtume alitaka tuikumbuke kila mwaka, ili tukumbuke kudrat Allah, uwezo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na tukumbuke kwamba kadiri ya dhulma itakavozidi, basi kuna siku Mwenyezi Mungu atachukua kisasi kwa ile dhulma. Wewe mdhulumu mtu unavyotaka, dhalilishe mtu unavyotaka, lakini unajua kuna siku inna Allah, Mtume sallallahu anasema kwamba inna Allah Mwenyezi Mungu humwacha dhalim hata idha akhadhahu lam yuflitu. Mwenyezi Mungu humwacha mtu dhalim, mtu mutakabir, mwenye kibri, mwenye kudhulumu watu, akakuacha ukafanya vile unataka kati ya watu, lakini siku ile Mwenyezi Mungu atakushika, lam yuflitu, hatakuacha, kama vile alivyofanya kwa wale mitume. Firauni alikaa katika ardhi akaona hakuna kama yeye, mpaka ikafika wakati akasema mimi nataka kumuua huyu Mungu wa Musa. Akatengeza ngazi mrefu inakaribia mawingu, kisha akamtuma mtu na mshale, akatupa ule mshale juu, ikaenda mshale juu, ikirudi inarudi na damu. Akasema basi nishamuua Mungu wa Musa. Kwa hivyo kibri ni kitu kibaya, ugonjwa mbaya, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameahidi kwamba yule ambaye kwamba anadhulumu watu, ana kibri, kuna wakati Mwenyezi Mungu atamshika na Mwenyezi Mungu hatomwacha. Kwa hivyo ndugu Waislamu, siku hii ya Ashura Mtume sallam, kwa wale walijaliwa kufunga, tunakumbusha Mtume sallam amesema kwamba atakayefunga hii siku ya Ashura, basi Mwenyezi Mungu humsamehe madhambi ya mwaka mzima. Mwaka mzima madhambi uliyofanya Mwenyezi Mungu anayafuta yote kwa saumu ya siku moja. Na hii ni siku moja tu ya Ashura. Juzi tulitoka katika Dhulhijja, ile siku ya 9 inaitwa siku ya Arafa. Tukaambiwa kwamba atakayefunga ile siku ya Arafa Mwenyezi Mungu humsamehe madhambi ya miaka miwili, mwaka uliopita na mwaka utakaokuja. Sasa wewe Muislamu jiulize, utakapofika unaambiwa ingia ndani ya moto, jiulize kwa nini unaingia kwa moto. Jilaumu wewe mwenyewe kwa kuingia motoni, kwa sababu Mtume anatuambia sote tutaingia peponi ila atakayekataa. Na atakayekataa ni ambaye kwamba ataacha kufuata haya mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa siku moja unaambiwa funga, utafutiwa madhambi ya mwaka mzima, kwa unapuuza. Alafu ikifika pale unatolewa roho, ndio unamwambia Mwenyezi Mungu arji'ni, nirudishe Mwenyezi Mungu, amal salihan, nirudishe nifanye matendo mema, na umepoteza wakati katika dunia. Kwa hivyo hizi nafasi zikitokea zitumie Muislamu, usiwache zipite. Inna Allaha fi ayami daharihi nafahatu. Mtume anasema kwamba Mwenyezi Mungu katika masiku ya dunia ana zawadi huwa anawapea watu, na zawadi ni kama hizi siku ya Ashura. Ukifunga siku moja Mwenyezi Mungu anakufutia madhambi ya mwaka mzima.
ala fata'arradhu laha. Mtume anatuambia kwamba jitokeze, ukisikia zinatolewa hizi zawadi kimbia uzichukue. Kwa hivyo Ashura tukimalizia ni siku ya kuelewa qadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu kuna mambo ameandika yafanyike, na Mtume akatuambia kwamba la yaruddu alqadara illa ad-du'a. Ile qadar, kitu ambacho kama Mwenyezi Mungu ameandika kiwe, hakiwezi badilika isipokuwa kwa dua. Na anasema Mtume sallam kwamba wewe unapoomba dua jambo fulani, mambo mazuri ya kufanyikie, labda umeandikiwa mabaya, so ile dua huenda ikakutana na ile qadar. Qadar ni mambo mbaya ya kupati, dua unataka mambo mazuri. Mtume anasema fayatalijani, ile qadar na dua huwa zinashindana mpaka mwisho dua inapita. Mazuri yale yanakupata, maovu yanakuondokea. Umuhimu wa dua, kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila mara ukiswali, keti muda umuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dua hujibiwa baada kulli amali salih. Amali yoyote ambayo kama utafanya ukiswali, baada ya swala ni wakati dua inajibiwa. Ukimaliza ile saumu Ramadhan ama saumu ya sunna, wakati saumu inaisha pale ni wakati wa dua kujibiwa. Keti umuombe Mwenyezi Mungu. Swala ikiisha unatoka mbio, hata hujui kama swala yako imekubaliwa haijakubaliwa. Hata ile istighfar Mtume sallallahu anatufunza, swala ikiisha ukishasema assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, leta istighfar mara 3, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, Allahumma anta salam, mpaka mwisho. Kisha usome zile dhikri, subhanallah mara 33, walhamdulillah mara 33, Allahu akbar mara 33. Ukishamaliza omba dua yako utoke uende. Hii swala isiishi tu kamka mbio umetoka. Hata dua saa nyingine mwenye kuswalisha hapa anatoa dua Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wewe unasimama unatembea na hujui labda kikwazo ya shida zako ni ile dua, kusema tu amin peke yake inakushinda. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa wale waliofunga leo, Mwenyezi Mungu akubali saumu zao, na wale ambao kwamba hatujafunga, Mwenyezi Mungu atujalie wakati mwingine tuweze kufunga. Allahumma ij'alna minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, alhamdulillahi rabbil alamin.